msingi na la muhimu kwa Mkristo kufahamu ni kwa nini anaomba. Na wakati mwingine pia, na ukiangalia katika maandiko, ukisoma kama kitabu kile cha Isaya, ile sura ya 65 na ule mstari wa 24, maandiko yanasema kwamba kabla hatujaomba yeye ameshakwisha kusikia, na tunapokuwa katika kunena basi yeye atasikia. Manake kabla hatujaomba yeye atatujibu, na kabla tukiwa katika kunena huko basi yeye atasikia. Sasa ni kwa nini, ikiwa andiko linasema hivi, lakini tunalazimika tena kuingia katika kuomba au tunakwenda kufanya maombi? Sawa vile hata na maandiko sehemu nyingine Bwana Yesu anasema kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 7 na ule mstari wa 7 kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Bwana Yesu tena anatuambia kwamba inatupasa kuomba nasi tutapewa. Lakini ukisoma pia vivyo hivyo katika kile kitabu cha Luka ile sura ya 18 na ule mstari wa 1, maandiko yanasema kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Haya ni maagizo ya Bwana Yesu ambayo alikuwa anatoa kwa mitume au alikuwa anatoa kwa wanafunzi, kwamba imewapasa kuendelea kumwomba Mungu siku zote pasipo wao kukata tamaa. Kwa hiyo leo tutaangalia kwa uchache na sababu kama 2 ni kwa nini tunasogea mbele za Mungu kuomba, ikiwa Mungu anajua mahitaji yetu, anajua haja za mioyo yetu, na kwa nini tunasogea mbele zake kuomba. Kwa kuna sababu kama 2 ambazo tutaziangalia siku ya leo, na katika sababu kama hizo basi zikupa ujasiri na kufahamu pale unapoingia katika eneo linaloitwa maombi, basi ni kitu gani ambacho unakwenda ukifanya. Maana yake unafanya kitu ambacho unakielewa. Wakristo wengi wanafanya hivi labda kama ni kuomba, lakini kama desturi na mazoea, kwamba naomba tu kwa sababu natakiwa kuomba, na ndio maana kila siku mtu anaona maombi ni yale yale, hakuna badiliko lolote katika maombi. Kwa hiyo tutajifunza au tutaangalia hizo sababu kuu 2. Kumbuka hata Mtume Paulo naye amesisitiza jambo kama hilo kwamba ombeni. Na sababu kuu 2 ambazo ni kwa nini tunaomba. Hivyo sababu ya kwanza ambayo tutakwenda kuangalia ni kwa nini tunaomba. 1, tunaomba ili kuruhusu Mungu kuingilia kati katika hali zetu za maisha yetu, ama kuingilia kati hali tulizo nazo ama changamoto tulizo nazo. Kwa hiyo maombi yanampa access Mungu ya kuingilia kati maombi ama mahitaji tulio nayo ama tunayohitaji kutoka kwake. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa tunapoomba tunampa Mungu uhuru ama uhalali wa kushughulika na mambo yetu. Kwa pasipo kuomba, maana yake tunamnyima Mungu uhalali, japokuwa Mungu anajua haja za mioyo yetu, japokuwa Mungu anaelewa nini tunachokihitaji, lakini pale ambapo tunashindwa kuomba, maana yake tunamnyima access Mungu ya kufanya kazi katika maisha yetu sisi. Kwa hiyo tunapoomba ni mlango ama tunamruhusu Mungu kufanya kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo unapoingia katika maombi ama unapoingia katika kuomba, jua kabisa kwamba jambo la kwanza, ninamruhusu Mungu kuingilia kati katika changamoto ama katika mahitaji ambayo ninayo. Kwa sababu tunajua tunapokwenda mbele za Mungu hatuendi kupeleka mahitaji ama hatuendi kumweleza Mungu taarifa tulizo nazo kana kwamba yeye hazijui, lakini Mungu anajua mahitaji yetu zaidi hata sisi tunavyohitaji. Lakini anataka tuombe ili yeye apate mlango au nafasi ya kuingilia kati katika hilo jambo ambalo sisi kwa nguvu zetu tusingeliweza. Kwa hiyo Mungu huenda akawa anatamani sana kutusaidia katika maeneo mbalimbali, akawa anatamani kuingilia kati haja za mioyo yetu ama hali zetu sisi. Lakini kama hatujaomba ama kama hatujamruhusu kuingilia kati katika hiyo changamoto, basi Mungu naye anabakia pale pale, anasubiri ya kwamba tumpe ruhusa ili yeye aweze kutenda kazi. Kwa hiyo ni sababu moja hapo. Na ukisoma katika maandiko, ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume
ile sura ya 4 na mstari wa 29. Lakini itapendeza vizuri kama utapata muda utapitia kuanzia mistari ya juu, huenda labda kuanzia ule mstari wa 20 utaenda kupata clear meaning, lakini kwa mimi nitapitia tu juu kwa uchache ili tuweze kuona hawa watu walifanya nini. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 4 mstari wa 29. Hapa maandiko yanasema, na haya yalikuwa ni maombi ya mitume. Kumbuka walipokuwa wanaomba haya maombi, ukisoma kuanzia ile sura ya 3 kuendelea mpaka hapa, utaona wakati huo Petro, ambao walikuwa ni wakuu wa kanisa, Petro pamoja na Yohana walikuwa wamekamatwa na wakuu wa makuhani na waandishi. Walikuwa wakihojiwa kule hekaluni kutokana na ule muujiza ambao aliufanya kwa kumponya ule mtu ambaye alikuwa anakaa pale mlangoni kwenye ile hekalu. Na walipowatazama yule mtu alipowatazama, na Petro akamkazia macho, akamwambia kwamba mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nitakupa kile nilicho nacho. Ndio akasema, kwa jina la Yesu inuka uende. Na baada ya kusema maneno kama hayo, kweli yule mtu akawa ameinuka akaenda, na akaenda hekaluni akiwa anashangilia na kumtukuza Mungu kwa yale ambayo amemtendea. Na hapo ndio akawa kukatokea changamoto hiyo, wale wakuu wa makuhani na waandishi wakakamata akina Petro na kwenda kuwahoji. Sasa walipokamatwa hao watu walikuwa katika depression fulani. Kanisa lilikuwa katika hali ambayo si nzuri kwa wakati huo. Na kanisa lilipokuwa katika hali hiyo, maana yake kulikuwa na hofu, kulikuwa na wasiwasi umetanda juu ya kanisa. Kama viongozi wamekamatwa, jaribu kufikiria kama kiongozi wako wa kanisa amekamatwa huko mahali fulani, lazima kuna namna fulani wewe mwenyewe utakuwa na changamoto. Kwa hiyo kanisa lilikuwa linapitia katika kipindi cha hofu, wasiwasi na mashaka. Lakini walijua kanuni ya kwamba inapaswa kuomba. Na ndio hapa maombi yao wanaomba kianzia ule mstari wa 26 na kuendelea. Lakini mimi nitasoma wa 29 mpaka ule wa 31. Na hapa anasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu ifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika wakatikiswa wote, wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Unaona hapa wananena neno la Mungu kwa ujasiri kwa sababu waliomba kutokana na ile haja waliokuwa nayo, na ndio maana Roho Mtakatifu akaachilia ujasiri ndani yao, nao wakaenda kulihubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza kwamba unaona hawa watu wasingeomba, maana yake wangeendelea kukaa katika hali ile ya hofu. Lakini katika kuomba kule, maana yake inaonyesha wanahitaji msaada wa Mungu ili Mungu aweze kuwasaidia katika mahitaji ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo hivyo ndio unaposogea mbele za Mungu, unapokwenda kuomba, usiende kama unaenda kupeleka taarifa mbele za Mungu, lakini nenda kwamba unakwenda kuomba. Na unapokwenda kuomba hapo, basi jua kabisa kwamba unaomba ili kumruhusu Mungu aingilie kati katika jambo hilo. Mtu mwingine tunamuona ni Bartimayo. Ukisoma kitabu cha Marko ile sura ya 10 na ule mstari wa 51, ukipata muda soma kuanzia mstari wa 40 na kuendelea mpaka mstari wa 51, utaona Bartimayo alikuwa aliposikia kwamba ni Yesu Kristo anapita katika njia ile aliyokuwa, basi alianza kumuita Yesu. Aliita karibia mara 3. Mara ya kwanza anasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mara ya pili anaita tena, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mara ya tatu tena anaita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na katika kuita mara ya kwanza na ya pili, sio kwamba Yesu Kristo hakumsikia. Alimsikia, lakini akaendelea kwenda. Na ile mara ya tatu, na tunaona pale Yesu Kristo anasema, ana nini huyo? Akaamuru kwamba wamwachie aende. Na baada ya kwenda, Bartimayo alikuwa ni kipofu, haoni. Na Yesu Kristo alijua Bartimayo ni kipofu, na alijua haja ya Bartimayo ni nini, anataka kuponywa. Lakini ukisoma huo mstari wa 51 Marko, utaona kuna jambo ambalo Bwana Yesu anamuuliza Bartimayo. Tasoma mstari wa 51. Na hapa anamuuliza, Yesu akajibu
akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Kwa tunaona katika ile eneo pia kwamba Bartimayo ilihitaji apambane, ang'ang'ane, amuite Bwana Yesu, amuitikie, na katika kumuitikia kula amuelezee haja moyo wake ni nini. Maana alitaka Yesu aingilie katika upofu aliyokuwa nao. Kwa na wewe ukiwa unataka kwamba Mungu aingilie katika haja ya moyo wako ulionayo, basi una wajibu wa kusogea mbele za Mungu kuomba. Kwa hiyo usiende mbele za Mungu na mentality ya kwamba unakwenda kumwambia Mungu mahitaji yako kana kwamba yeye hayafahamu kabisa ama hayajui. Mungu anajua mahitaji yako, anafahamu unachokihitaji. Lakini kitu gani anachotaka ni ile utamke, ili apate uhalali wa kuingia ufanye hicho kitu ambacho wewe unakitamani. Na hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini tutakwenda kuangalia sababu ya pili. Na sababu ya pili, kabla tujaangalia sababu ya pili, nitaendelea kwa sehemu kidogo hapa. Kwa hiyo kitu cha kwanza, ondoa hofu na mashaka, kuwa na imani, kwa sababu uendi mbele za Mungu kana kwamba unakwenda kumpa taarifa mpya. Unajua watu tunaenda mbele za Mungu kana kwamba tunakwenda kumpa taarifa ambayo ni mpya, na hiyo inapelekea kuwa na doubt katika mioyo yetu kwamba sijui kama Mungu atajibu kweli ile hitaji ambalo ninampelekea. Lakini Mungu tayari, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya 65 mstari wa 24 ya kwamba kabla tujaomba ameshakwisha kujibu. Ni nini anachotaka? Ni kwamba wewe unapokwenda kuomba umpe access ama ruhusa ya kuingilia kati. Kwa hiyo unapokwenda kuomba, nenda na ufikiri hizo, nafahamu kwamba ninampa Mungu nafasi ya kuingilia kati katika hitaji hili. Kwa ukiwa na akili kama hiyo, hautakuwa na hofu na mashaka unapomaliza hata kuomba maombi yako, kwamba unajua kabisa kwamba Mungu basi kuna jambo fulani ameshakwisha kulitenda. Nimeshakwisha kumpa ruhusa Mungu ya kuingilia kati mahitaji yangu. Basi sitaki kuwa na wasiwasi wala hofu wala mashaka moyoni mwangu, kwa sababu tayari Mungu nimesharuhusu aingilie kati katika hili jambo ambalo nimekwenda kumuomba. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini katika sehemu ya pili, kwa nini tunaomba? Ni ili tunaomba ili kuwa na ushirika wa karibu na Mungu. Watu wengi wanajua wanaenda kuomba, lakini hawana ufahamu kwamba wanatengeneza ushirika kati yao na Mungu. Kwa naona tunakwenda kuomba ni kana kwamba ni desturi na mazoea, au tunajua imetupasa kuomba siku zote, lakini asijue kwamba katika kuomba siku zote huko ni kipi ambacho Mungu anakitafuta kwa huyo mtu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi la kulielewa kama Mkristo, na unapoanza safari yako ya maombi. Tunatengeneza ushirika na Mungu. Tunajua kwa uchache kwamba maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo ili mahusiano yoyote duniani yaweze kuwa stable, yaweze kuwa imara, haijalishi au watu watakuwa wanapendana kiasi gani, wameahidiana hadi nyingi kiasi gani, lakini pasipokuwa na mawasiliano ama communication kwa namna yoyote, yale mahusiano yatakuwa ni duni. Kuna vitu vitamisi katika yale mawasiliano. Kwa hiyo utaona hata watu ambao wapo katika processes za uchumba kwenda kuoana, utaona kuna namna fulani mawasiliano, wanawasiliana kwa namna sio kwa kawaida. Watapigiana simu, watajuliana hali, wataambizana hivi kusudi kutia joto yale mahusiano walionayo. Maana yake wakiacha kufanya hivyo, kuna wepesi wa adui kupita hapo na kufanya jambo, lakini na ule upendo ama lile kusudi ambalo lipo katikati yao likashindwa kutimilika. Kwa hiyo cha kwanza, elewa kwamba unakwenda kubuild ama kutengeneza mahusiano ya karibu sana na Mungu wako. Na nini kinachotokea unapotengeneza mahusiano ya karibu na Mungu? Kinachotokea ni kwamba kuna namna ambayo utaanza kumwelewa Mungu vizuri. Sasa na unapokuwa na mawasiliano sana na mtu fulani, kuna namna utaanza kuelewa tabia yake, mwenendo wake, jinsi ulivyo, anapenda nini, apendi nini. Utaelewa namna gani unatakiwa uenende ili yule mtu usije ukamkwaza, kwa sababu katika yale mawasiliano utajua huyu mtu anapenda hiki, huyu mtu hapendi hiki. Sasa na watu wanaokuwa katika stage za uchumba, hivyo wanapowasiliana, kuna namna kila mmoja anajua tabia ya mwenzake. Kwa hiyo mawasiliano yanatusaidia sisi kujua pia tabia za wenzetu. Kwa hiyo tunaposogea mbele za Mungu na mentality tunakwenda kuomba, tunatengeneza ushirika karibu na Mungu. Kitu kinachotokea ni hicho kwamba tunamwelewa Mungu na tunafahamu tabia za Mungu.
Wakristo tunalalamika kwamba Mungu ajibu maombi yetu. Mungu amechelewa kufanya hiki. Mungu amechelewa kufanya, kwa sababu hatuna mahusiano ya karibu na Mungu. Na kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu sio tu unaposogea kuomba kila siku. Unaweza kusema mimi mbona mchungaji ninaomba kila siku lakini bado sioni. Lakini je, unaingia na ufahamu gani katika maombi? Hilo ni jambo ambalo natakiwa ujiulize, kwamba ufahamu ambao unaingia nao katika maombi ni ufahamu wa namna gani? Kwa hiyo ni jambo la kwanza na la muhimu, ili la pili ambalo natakiwa kulifahamu. Kwa hiyo unapojua tabia ya Mungu itadistrain ama kuzuia wewe usianze kumlalamikia Mungu. Mfano, tumwangalie mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Aliahidiwa kwamba atapata mtoto. Aliahidiwa atakuwa ni baba wa mataifa. Ni kwa sababu maandiko yanasema pia Ibrahim alikuwa ni rafiki wa Mungu. Kwa hiyo Ibrahim alimuelewa Mungu, alimjua vizuri Mungu. Na katika kumjua kule tunaona ahadi aliyoahidiwa kwamba kumpata Isaka ilichukua miaka takriban 25. Lakini hatuoni kwamba katikati ya hilo miaka 25 Ibrahimu anaanza kumlalamikia Mungu kwamba Mungu, mbona ahadi yangu ulioniahidia haitimiliki? Ni kwa sababu Ibrahimu kama alikuwa ni rafiki wa Mungu, basi kuna tabia alizielewa za Mungu kutokana na mawasiliano ambayo alikuwa akiyafanya Ibrahimu yeye na Mungu. Kwa hiyo vivyo hivyo na wewe leo hii ukitaka usilalamike kwamba wala usiwe disappointed kwamba kwa nini Mungu ajibu maombi yangu, kwa nini Mungu ajibu maombi yangu, ninaomba sana, ninafunga kila siku, lakini ufahamu gani unaingia nao katika maombi? Kumbuka maandiko yanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6. Hasemi watu wangu wanaangamia kwa kukosa maombi. Kumbe mtu anaweza kawa na maombi lakini bado huyo mtu akaangamia. Kwa sababu gani? Amekosa maarifa ya hicho kitu. Kwa hiyo kuangamia kunakuja kwa namna gani, au kuangamiza kunakuja kwa namna gani? Ni pale mtu anapokata tamaa, ndipo uangamifu unapokuja. Kwa hiyo mtu anaposema sasa nimeomba nimetosha, namwachia Mungu, mimi naendelea na mambo yangu, ndipo hapo yule adui anapata nafasi ya kumwangamiza, kwa sababu amekosa maarifa kwamba natakiwa niendelee kung'ang'ana hapa kumuomba Mungu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi kama mtoto wa Mungu unatakiwa kulielewa ama kulifahamu unapokuwa katika eneo linaloitwa maombi. Siku zote jenga ufahamu huo kwamba unatengeneza ushirika wako wewe na Mungu wa karibu. Na nini kinachotokea unapozidi kuwa karibu na Mungu? Ndivyo haja za moyo wako ama ndivyo maombi yako atakavyozidi kujibiwa kwa haraka zaidi. Tafakari, mtu anakuja kukuomba msaada, watu wawili anakuja kukuomba msaada. Mtu wa kwanza ni mtu wako wa karibu sana, mtu wa pili ni mtu baki. Alafu au wote wamekuja kuomba msaada kwa wakati mmoja. Ni yupi ambaye utawahi kumsaidia kwa haraka? Obviously ni mtu ambaye ni wa karibu sana na wewe. Haimaanishi kwamba hautamsaidia yule mtu baki, lakini mtu ambaye utakuwa utamconsider kwa haraka ni mtu yule ambaye ana mahusiano ya karibu na wewe. Ndivyo inavyokuwa hata sisi kwa Mungu wetu. Unapokwenda kwa Mungu na mahusiano ya karibu sana, basi kuna namna ambayo maombi yako atajibiwa kwa haraka, kwa sababu na ukaribu na Mungu na access na Mungu kwa karibu. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hayo yaweke akilini kila siku unaposogea mbele za Mungu, kwamba unapoomba, moja, unaruhusu Mungu kuingilia kati. Mbili, unaomba ili kuruhusu ushirika, ili kutengeneza kuwa na ushirika wa karibu sana na Mungu. Na tumeona faida hizo za kuwa na ushirika wa karibu na Mungu katika maelezo hayo ambayo nimeyatoa hapo nyuma. Kwa hiyo tembea katika au ng'ang'ana ufahamu huu uingie katika moyo wako. Utapong'ang'ana sana ufahamu huu kuingia katika moyo wako, ndipo ambapo utaanza kukua katika eneo linaloitwa maombi. Ndio maana tunaona hata tukimsoma Musa, baada ya kuwatoa wana wa Israeli jangwani, walipokutana na adha kule, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa hawamjui Mungu, wakaanza kunumunika kwamba Musa, umetutoa huku tufe njaa, ungetuacha Misri tungekuwa tunakula, tungekuwa tunalala. Lakini tuoni Musa naye anaungana na wale wana wa Israeli kuanza kumlalamikia Mungu kwamba Mungu, mbona kuna hivi na hivi, kwa sababu Musa alimuelewa Mungu. Na ndio maana walipokuwa wakilalamika, Musa alikuwa akisogea mbele za Mungu kuomba, kwa sababu anajua kwamba ili hao watu waweze kupata chakula lazima niruhusu Mungu ashushe chakula hapa. Na naruhusu vipi? Kwa kuomba. Kwa vivyo hivyo na sisi kama watoto wa Mungu tutembee na huo ufahamu siku zote katika maisha yetu. Kwa hiyo neno moja ambalo nataka uliweke akilini ni hili, kwamba unapoomba unaacha kesi yako mikononi mwa Mungu.
Na kama unaacha kesi yako mikononi mwa Mungu, lazima itashughulikiwa, kwa sababu anasema kwamba ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nalo nanyi mtapewa. Kwa hiyo unapoomba unaacha kesi yako mikononi mwa Mungu, ama mahitaji yako mikononi mwa Mungu, na Mungu yeye ndo anakuwa responsible kufanya hivyo. Na ndio maana maandiko yanasema mnapoomba aminini kwamba hayo mambo yameshakwisha kuwa ni ya kwenu. Kwa kuamini mambo yameshakwisha kuwa ni ya kwako, kuwa na ufahamu ndani yako kama huu, ya kwamba siendi kupeleka taarifa, siendi kufanya hivi, lakini nakwenda kumwomba Mungu jambo ili na ili na ili. Najua kwamba Mungu tayari anajua haja yangu, na hiki kitu nakwenda tu kuruhusu Mungu ili aingilie kati afanye. Kwa hayo ni maneno machache ambayo nilitamani siku ya leo uweze kuyapata ama uweze kujifunza ufahamu huo kwa uchache. Kwa hiyo mshukuru Mungu ya kwamba umefahamu maarifa haya ambayo haukuwa nayo hapo awali. Mshukuru. Wakati nilipokuwa katika maombi, neno hili lilinijia katika ufahamu wangu. Mungu akasema nami katika moyo wangu kwamba unaposogea mbele zangu kuomba, amini kwamba kesi yako umeiacha katika mikono yangu. Na kama umeiacha katika mikono yangu, mimi nimesema kwamba muamini maombayo umeshakwisha kuyapokea, nayo yatakuwa ni yenu. Kwa nilipokuwa na ufahamu huo, nikaa sina wasiwasi ninapoingia katika maombi, kwa sababu ninajua kwamba kesi yangu ninakabidhi mikononi mwa Mungu. Na maandiko yanasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na Mungu anatamani kujibu haja za mioyo yetu sana kuliko jinsi ambavyo tunafikiri sisi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tembea na maarifa haya kila siku. Unapoingia katika maombi, jaribu kutengeneza ufahamu mpaka ukae katika akili yako, nawe utaona Mungu akikutendea kwa namna nyingine ya tofauti kabisa. Basi nitakwenda kukuombea katika haya yote ambayo umeyasikia, basi akapate kuota au akapate kukita mizizi katika moyo wako, na upate kutembea kwa ujasiri katika sehemu inayoitwa maombi, kwa sababu maombi sio adhabu. Mungu akutengeneza kitu kinaitwa maombi ili iwe kama adhabu kwetu au kama mzigo kwetu. Inakuwa ni mzigo kwetu ama adhabu kwa sababu hatujajua kusudi hasa maalum ama ufahamu sahihi kuhusiana na kitu kinachoitwa maombi. Basi utafunika macho yako, nitakuombea hapo ulipo ili Mungu apate kukusaidia katika haya maarifa uliyoyapata, shetani asije akayanyakua katika moyo wako. Baba mwema, ninakushukuru kwa wema wako na upendo wako Bwana, kwa kutufundisha tena maarifa kama haya katika siku ya leo hii. Nasi tunaomba Baba, kila mmoja wetu, Mungu wetu mwaminifu, mtoto wako aliyeyasikia maneno haya Baba, akapate kukaa katika ufahamu wake, naye Baba mwaminifu mwema, ukapate kumkumbusha kila siku anapoingia katika maombi, ili maombi yake asiwe ya wasiwasi ama asiwe ya mashaka au asiwe ni hofu, bali anapoingia mbele zako ajue ya kwamba kesi yake ameiacha mikononi mwako, na wewe Mungu uliye mwaminifu ya kwamba utashughulikia hilo kwa haraka zaidi, kama ulivyosema katika neno lako ya kwamba wewe unapendezwa na wenye haki, na wenye haki wanapokimbilia mbele zako Bwana hauwatupi kamwe. Baba amefahamu hili Baba, ninaomba akazidi kumulikiwa zaidi katika moyo wake, na akazidi kusimama zaidi imara katika kukujua wewe na kukufahamu wewe. Tunaomba haya yote tukiamini ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa hiyo basi mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, na kuwa na imani kwamba kila siku unaposogea mbele za Mungu kuna jambo jipya linatendeka. Imani, maandiko yanasema ni kuwa na hakika, au mimi napenda kusema kwamba imani ni kujua. Kwa hiyo mtu anayefahamu akijua vitu vya rohoni, huyo mtu anakuwa na uhakika na imani inajengeka katika hilo eneo, kwa sababu imani inahitaji kujua. Na ndio maana tunahitaji kuwa na maarifa kila siku ili tupate kumwelewa Mungu zaidi, tusitembee kwa hofu na mashaka katika ulimwengu huu. Basi tutazidi kuwa na madarasa mengine mengi kama haya kwa kadiri Mungu anavyotupa neema. Na basi mahali popote ambapo unakuwa haujaelewa, kuna namba za simu zipo chini hapo zinapita. Lakini pia ikiwa kuna jambo fulani haulifahamu, nataka nilifundishwe kama somo, basi chini ya comment hapo unaweza kaandika, nasi tutalitafakari kama watumishi wa Mungu. Natakapokuja kulihubiri, basi tutakwenda kuwasaidia pia na watu wengine. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.